yote yatimie. Fero 19 anasema basi mtu yoyote atakayevunja amri moja katika hizo zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo katika ufalme wa Mungu. Tafsiri kwamba ataadhibiwa. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Tafsiri kwamba hakuna fundisho dogo kwenye Biblia. Hamna fundisho dogo. Au hakuna mafundisho manyonge kwenye Biblia. Maana kuna baadhi ya claims watu wanasema kwamba tunatoka kwenye mafundisho manyonge tunaenda katika mafundisho yenye ukamilifu. Alifanya kwamba even mwandishi wa kitabu cha Ibrania anaosema mafundisho manyonge na mafundisho makamilifu, anaongea katika how we interpret them, lakini si katika neno la Mungu lenyewe. Lugha ambayo naitumia kuwafundisha nyie na lugha ambayo naitumia kuwafundisha watoto wadogo ni vitu viwili tofauti. Biblia ni ile ile, lakini kuna namna kuwafundisha watoto na kuna namna kuwafundisha watu wazima, right? Hivi ninapoongea kiwepo mtoto mdogo wa miaka 2-3 atahisi kama hata daka chochote in short. Kwa sababu ana namna yake ya kutafsiriwa neno la Mungu. Kwa maana yake kinachofanya neno la Mungu kuwa chakula kigumu au kuwa maziwa si neno la Mungu kama neno la Mungu, tafsiri ambayo tunaisema kuhusu neno la Mungu. Na mambo ambayo tunakuwa very selective kuyazungumza. Ya kwamba kuna jambo fulani ambalo kulingana na ngazi ya ufahamu wako ulionao kuhusu Mungu, nikilisema halikusaidii, baada yake inakuwa ni offensive to you. Haina maana kuwa offensive to you sio neno la Mungu, bali uelewa wako hujabi mature enough kuweza kuelewa that concept ambayo inafundishwa. Hapo nitasema nimekupa maziwa. Hello? Bwana spesa. Kwa maana yake kama kanisa la Mungu daima tunatakiwa kupenda neno la Mungu, kulifundisha neno la Mungu katika usahihi wote. Inapofika namna kwamba inapofika namna kwamba unafungua Biblia yako kwanza kuisoma au unafungua Biblia yako kwanza kutafsiri, moja swali ambalo tunatakiwa kujiuliza ni kwamba namna yako kutafsiri Mungu ni namna yako kumpresent Mungu kwa watu. Tafsiri yako maandiko inatengeneza picha fulani ya Mungu kwa watu wanaokusikiliza. Bado lugha hiyo ieleweka. Naongea tena. Namna yako kutafsiri maandiko ni kama vile inachora picha ya Mungu kwa wale ambao wananisikiliza. Kwa namna hiyo, ufasiri mbaya wa maandiko unamchora Mungu mwingine kwenye mioyo ya watu ambaye si Mungu wa Biblia. Ama tumie lugha nyingine. Nikitafsiri maandiko vibaya, ninaiandaa ibada ya sanamu kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu daima Mungu analiangalia neno lake apate kutimiza. Kisicho neno lake hawezi kufanya. Can't do. Hajalishi namna ambavyo exalt our emotions, hisia zetu, tunavyotamka na kuzungumza, lakini kama ambavyo tunakisema sio maana neno la Mungu, usitegemee matokeo yoyote yake. Never expect it. Kwa maana yake, kabla kufungua kinywa chako kusema Bwana asifiwe, leo tunaanza kujifunza kitu fulani, jiulize kwamba ni sura gani ya Mungu ambayo utaiacha katika mioyo ya watu wanaosikiliza. Haina maana kwamba uyavunje maandiko kuiprotect sura ya Mungu. Mungu avi protected na mtu. Amejitosheleza. Amen. Wakati pale kama tunatafsiri maandiko,
tulikuwa kama vile tumeijua sifa ya Mungu au tabia ya Mungu ambayo yeye ndiye mwenyewe hajaijua. Kwa maana yake tunayasaisha maandiko ili angalau kwa mawazo yetu kwamba itaendana na sifa na tabia ya Mungu. Kumbe tuko OP. Daima Mungu asaidiwe. Wala haimaanishi nikiwa nina tafsiri kila ambacho nakisoma nachotafuta tu kwamba ni Mungu wa upendo, Mungu wa it's true. Mungu ni Mungu wa upendo, hajabadilika. Hiyo ndio asili yake. Lakini hivi katika maeneo ambayo Mungu amefanya hukumu, tunaweza kujiuliza swali, hii ni hukumu ya Mungu? Hapana, hapa sio Mungu hapa. Na huyu malaika atakuwa alifanya yeye mwenyewe tu, alijiongeza. Yote ni namna ya kutaka kumwondolea Mungu mashtaka ya kwamba hajahusika. Ni malaika alijiongeza kufanya alichokifanya. Kwa hatia ya hii tunafikiri hatia, tunasikia hatia. Bila vyote tunafikiri kwamba ni hatia mjikeni ya malaika ambao ni watu wajui. Mungu ana tabia namna hii. Hii ni shetani, lakini huyu ambaye amesema huyu mwandishi hakumuona shetani, akawa anamuona Mungu. Haifanye kazi ni shetani kabisa. Kwa hiyo Ayubu ni muongo. Mbona mtego ambao unapokuwa? Alafu sasa unaposoma kati ya maneno ya Ayubu na maneno ya marafiki wa Ayubu, maneno ya Ayubu yalikuwa ni maneno ambayo ni kama vile amemweka Mungu katika ngazi ya chini zaidi. Maneno yale ambao walikuwa na rafiki wa Ayubu yalikuwa ni maneno ambayo yanamtukuza Mungu na kurusha lawama zote kwa watu. Ila mwishoni mwa kitabu Mungu anasema Ayubu aliongea sawa, wale ambao walikuwa wanataka kuprotect utakatifu wa Mungu, haki ya Mungu, wameongea kinyume ni hiyo tu inatupa elimu kubwa ya kwamba Mungu hatetewi na mtu, hakamilishwi na mtu. Ubiri neno la Mungu kama lilivyo, usiongeze usipunguze. Elewa neno la Mungu kama lilivyo, usiongeze maana usipunguze maana, baki hapo hapo tu kama linavyosema, alafu ona kama litakuwa na matokeo. Ndio maana ameitwa Mungu. Unasema kwamba tunaogopa kufundisha neema, ukifundisha sana neema ya Mungu watu wanatenda dhambi. So tuna balance, yani kuna balance. Kwa kama vile unafikiri kumsaidia Roho Mtakatifu kazi, amendo amepewa assignment ya kumake sure kwamba unakuwa na tabia kama Kristo. Kwa tumsaidie kazi kama tukifundisha sana neema, watu wataanza kutenda dhambi. Kwa tuna balance. Na wakati maandiko yanasema ni vyema moyo wa mtu ufanywe imara kwa mafundisho. Au unaelewa vizuri kuhusu sheria ya Musa. Unachokifikiria ni kwamba sheria ya Musa hii, yani hauna the perfect understanding ya kwamba tukisema kwamba sheria ya Musa nini ambacho kimetimizwa, hata ufahamu. Kwa maana yake katika kineme inakuwa ni kivuli cha maovu na kila kitu ambacho unaweza unakiona kama ni ruksa ukifanya. Lakini sisi ni kanisa la maandiko matakatifu. Amen. Let us embrace moja unabii ambao kwetu ni very fundamental to us. Wakati Mungu anatupa neema ya kwanza mkusanyiko kwenye ile eneo, moja jambo ambalo Mungu alisisitiza ni kuwa na nidhamu ya hali ya juu ikifika katika Bible study. Ni moja ya ratiba pendwa kwetu, kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uwezo wa kujua nini ambacho kimeandikwa kwenye Biblia. Si ajabu tukaacha masaa 4 5 kwa siku kwenye campus zetu, kuhakikisha kwamba watu kwa pamoja wanafanya uchambuzi wa maandiko. Kwa nini? Kwa sababu kwa kipindi kirefu imeonekana mwenye sifa kutafsiri maandiko ni mchungaji, na ni mchungaji tu. Watu wengine ninyi ni wapokeaji. Na kanisa lilikuwa limeenda mbali kwamba anayetakiwa kuwa na Biblia ni padri. Nini nyote mtakiwa na Biblia? Ilikuwa ni kitu kibaya. Na si kwamba walifanya hivyo walikuwa na lengo baya. Walikuwa na lengo la kwamba watu wakiwa na Biblia wanataka kutafsiri sivyo. Lakini katika hilo lengo zuri likapitishwa lengo baya ya kwamba badala ya kutafsiri maandiko ninakuja hapa na karikacho zangu.
Nasema vitu ambavyo viko nje ya maandiko hauna mahali pa kulifaa pa kuangalia kwamba je, kilivyosema ndivyo kilivyo? Huna mahali. So maana yake unatoka na uongo wangu unaenda nao wapi? Nyumbani. Tukutane Jumapili hadi Jumapili. Ndio wana matengenezo kama kina Martin Luther, kina John Wycliffe, ndio wakawa na kauli mbiu ya kuhakikisha ya kutaka kila Mkristo awe na nakala, awe na kopi ya Biblia. Yes, walifanikiwa katika ile eneo, lakini pia ikawa ni namna ambavyo ikaja kupelekea mafundisho mengi ya uongo kwanza kuingia kanisani, lakini ikawa ni heri zaidi pamoja kwamba mafundisho ya uongo yanaingia kwa sababu ya watu kutafsiri Biblia, lakini bado tunaweza wa kucheka hiyo hajaandikwa kwa maana yake. Lakini historia kanisa imekaa muda mrefu bila Biblia. Wakristo walinyimwa haki ya kuelewa maana ya kile kilichoandikwa. Lakini nashukuru Mungu kwa wana matengenezo ambao wakaipigania hiyo haki, ikaanza kuwarejea tena kwa Wakristo. Au together. Hata rudi tena katika utumwa wa kukaa tu chini kusomea Biblia. Wanakuambia ukiweka kile kwa neno la Mungu utaelewa. No. Mungu ametupa akili tuzitumie. Ndivyo. Haleluya. So maana yake ikiwa tunasoma maandiko unaona make sense. Haina maana ubadili kitu kilichoandikwa, badala yake tumia akili yako kugundua nini maana yake kamili. Kwa maana yake confusion katika maandiko inakualika to the deepest part ya neno la Mungu. Confusion haikupi conclusion ya bad interpretation, au confusion haikupi conclusion ya kwamba niache. Badala yake confusion ndio inakuongezea, kama unafanya Bible study hapa dakika 10 na kuongeza dakika 15 dakika 30. Kwa nini? Kwa sababu ni kitabu cha maisha, ni book of life. Haijalishi una miaka mingapi ambayo umekaa nao katika wokovu, bado utaendelea kusoma kitabu hiki. Nenda rudi hiki. Out together. Amen. Okay. Let us tuendelee katika subject ya Kristolojia. Mimi ni mwanafunzi wa maandiko matakatifu. Mimi ni mwanafunzi wa maandiko matakatifu. Mimi ni mwanafunzi wa manabii. Mimi ni mwanafunzi wa manabii. Mimi ni mwanafunzi wa mitume. Mimi ni mwanafunzi wa mitume. Maandiko matakatifu ni neno la Mungu kwangu. Ni neno la Mungu kwangu. Ninalipokea na kulitenda kama neno la Mungu. Amen. Unaweza kusahau mengi ambayo nimesema, never forget. Bwana Yesu alisema neno la Mungu haliwezi kutanguka. Sema neno la Mungu haliwezi kutanguka. Yes, okay. Then let us tumeshazungumza kwamba agano la vitabu vya manabii na vitabu vya agano jipya, all of them viko sawa, vinaeleza nyakati mbili tofauti ambazo zimekamilishana. Kwa hiyo let us tuangalie the person of Christ, ambao wakati also nimefocus kuangalia uungu wake. Wale ambao walikuwa jana tulikuwa tumeshaanza kuchambua uungu wa Kristo kama ambavyo maandiko yanafundisha. Okay? Kwa ambao walikuwa jana labda watupe summary. Point ya kwanza tulisemaje kwa baada ya uungu wa Kristo? He possesses attributes of deity kama omnipresent, omnipotent, self-existent. Sifa hii kiungo ambao ni sawa. Ashei utukufu na utukufu, kusema ana utukufu. Sio? Very good. Sifa nyingine unchangeable, immutable, asiyebadilika. Sifa nyingine eternity, Mungu ni wa milele. Hallelujah. Amen. Okay, very good. Point ya pili tumsemaje? Point ya pili, he holds offices, prerogatives of deity. Ambapo hapo tukaongea offices zipi, nafasi au titles, title gani ambapo Kristo ameitwa, ambapo also Mungu ameitwa katika maandiko matakatifu. Judge, Kristo anaitwa hakimu,
Creator, manake Kristo ameitwa muumbaji. Anasamehe dhambi, hiyo ni haki ya Mungu kusamehe dhambi. Sustainer, muhifadhi, mdumishaji wa vitu vyote. Life giver, mtoa maisha, mtoa uhai. And restorer, mrejeshaji. Pointi nyingine, identification of dates. The Bible identifies Jesus as deity. Tukatumia kielezo kipi? Anayekumbuka? Mark chapter 1 ambapo tuliona Yesu ameitwa Bwana, si ndio? Itengenezeni njia ya Bwana. Alafu tukirudi kwenye unabii wa Isaya Bwana mzungumzia Yehova ambaye ameenda utumwani Babeli kwa kukomboa watu wake. Kwa maana yake katika uandishi wa Mark, maana yake Yesu huyu ndo the same Yehova, ni Yehova yule ambaye alikuwa katika Agano la Kale. Nukuu nyingine ambayo tuliona kabla hiyo, kuna pointi nyingine nilisema. Vipi kwa habari ya Isaya? Anasema katika mwaka aliokufa Uzia na alimuona Bwana. Alafu Yohana, mtume Yohana anatafsiri ya kwamba Yesu Kristo, Isaya aliona utukufu wa Yesu. Sio? Kwa maana Bwana ambaye Isaya alimuona ni nani? Yesu ambaye ndiye Yehova. Come together? Okay. Point nyingine, he is given divine names, amepewa majina ya kiungu kama ni Bwana. Kristo New Testament anaitwa Bwana, ukimkiri kwa kinywa chako kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Bwana hapo nikamwambia tafsiri yake ni Yehova, Yahweh. Okay. Kwa ukimkiri Kristo kuwa ni Yahweh, kwa Yesu ameitwa Yahweh. Yesu mwana wa Mungu amekuja naye ametupa akili ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Mahali pengine Warumi 9, si ndivyo? Ambaye katika hao amekuja Kristo kwa jinsi ya mwili, ambaye ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Sasa leo nataka also tustiki kwenye hiyo point pia. Tuangalie in Old Testament namna ambao walikuwa wanaongea kuhusu Messiah. So tumesema maandiko matakatifu yalikuwa yanaeleza kwa habari ya ujio wa Messiah, right? Maana katika point na Bwana Yesu alifundisha kutokea katika hayo maandiko matakatifu kuonyesha namna ambavyo manabii waliongea kuhusu maisha yake. Sasa okay. Sasa kitabu labda tuanze kitabu cha ndio okay. Kwanza kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12. Samueli sura ya 7 mstari. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12. Tusome. Tusome Samueli wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 12. 1, 2, 3 tusome. Nawe siku zako zitakapotimia, baraka zako nitainua mzao wako nyuma yako, atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Kwa kutajwa hilo neno la kwanza ambalo Bwana Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Kristo anaitwa mwana wa Mungu. Neno la kwanza kwa kutajwa ambalo
Ukisema neno mwana wa Mungu ni msamiati ambao unathibitisha uungu wa Kristo. Mwana wa Mungu. Elewa tu. Nisikize vizuri sasa. Nisikize vizuri. Ukisoma katika maandiko, Yesu sio wa kwanza kuitwa mwana wa Mungu, right? Ila ni wa kwanza kuitwa mwana pekee wa Mungu. Nisikilize. Katika maandiko, watu gani ambao Yesu wameitwa wana wa Mungu? Israeli kama taifa ameitwa mwana wa Mungu, sio? Roho Israeli kama taifa ameitwa mwana wa Mungu. Okay? Kwa Israeli kama taifa kuitwa mwana wa Mungu kwenye muktadha nini ambao tulikuwa tunamaanisha? Okay, wapi ambao Israeli ameitwa mwana wa Mungu? Okay, sawa. Kama nifanye hivi. Kwa kitabu cha Kutoka. Kumbuka tunaangalia interpretation ambayo namna ambavyo Kristo alitambulishwa kuwa Mungu even from the Old Testament. Hapo tumeanza na mahali ambapo Yesu Kristo aliitwa mwana wa Mungu. Okay? Tumeanza na mahali ambapo Kristo ambaye ni mzao wa Daudi aliitwa mwana wa Mungu. Nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Mungu anamwambia hivyo Daudi. Okay? So maana yake kabla ya kuipata maana nzuri ya vile ambavyo mwana wa Mungu inamaanisha kwa Kristo, si vibaya kama mimi na wewe tukawa na safari ya kuangalia hilo jina limetumikaje katika maandiko apart from Christ, ambapo nimechagua kuanza na huo msamiati kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 4, ambapo hapo tunaona oso taifa la Israeli linaitwa mwana wa Mungu. Also promotes the to the Barbido City. Rasoko also fit it's a command, it's a big so. Rasoko also fit to the Barbido. Now, okay, mstari wa 22. Tusome. Nao mwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu, mzaliwa wa kwanza wangu. Nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende ili apate kunitumikia, na umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi mimi nitamuua mwanao mzaliwa wa kwanza. Kwa maana yake Israeli anaitwa mwana wa Mungu, mzaliwa wa kwanza, ambaye anatakiwa kutolewa Misri, sio? By virtue kwamba ana special mission anatakiwa kuifanya baada ya kutoka Misri. Ana utume maalum wa Mungu anataka kulitumia taifa la Israeli kufanya baada ya kutoka Misri. So kwa sababu ya utume ambao Mungu amelipa taifa la Israeli, wakawa wamebeba jina mwana. Kwa nyepesi kwamba Mungu anataka kulitumia taifa la Israeli kuweza kujulikana kati ya mataifa yote duniani, because of that assignment ambayo taifa Israeli wamelibeba la kumtambulisha Mungu duniani. Huo utume ukawa ni sababu ya Mungu kuwaita mwanangu. Na nakusema ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu ndio taifa la kwanza kwa kutajwa ambalo Mungu amejiidentify kama ni Mungu wa Israeli as a nation. No script ambapo Mungu alitambulisha kwa hiyo namna. Kwa maana yake ile kwa mzaliwa wa kwanza, maana yake wana nafasi maalum kati ya mataifa kwa sababu wakati ndio taifa pekee ambalo Mungu analo. Siyasema ni watu pekee, nimesema taifa pekee ambalo Mungu amelitambulisha kuwa Mungu wao. Au
So maana yake Israeli anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu ya utumishi na utumi ambao Mungu amewapa kati ya watu wa mataifa au kati ya mataifa. Tuko very clear. Umeelewa ninachosema? Okay. Yapo maeneo mengine ukiendelea kusoma by reference, ukisoma kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 10, pia bado utaona Israeli inaitwa mwana wa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 10, ndio hapo. Tumia mstari wa kwanza. Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Kisha Kumbukumbu la Torati sura ya 10. yes. Sawa, ndio kusoma. Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani, ukajifanyie sanduku la mti. Nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizozivunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita, nikachonga mbao mbili. Actually, sura 14 mstari wa kwanza. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana. Wewe ukisoma hivi ni kitabu cha Hosea sura ya 11 mstari wa 2. Unaona bado Israeli anaitwa mwana na alimuita mwanangu kutoka Misri. Na tumesema waliteuwa kwa sababu ya utumishi na utumi ambao walikuwa wanatakiwa kwenda kuufanya kati ya taifa. Lakini pia tunaona kundi la watu wengine ambao waliitwa wana wa Mungu ni malaika, right? Yes. Malaika ambapo ukienda kusoma kitabu cha Ayubu sura ya kwanza tunaona kundi fulani la malaika au kundi fulani la viumbe wa rohoni wanaitwa wana wa Mungu. Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza ule mstari wa 6 anasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Mungu za Bwana, shetani akaenda katikati yao. Wana wa Mungu, okay. Kwa maana also kundi la malaika limeitwa wana wa Mungu. Ama also ukiangalia wameitwa wana wa Mungu kwa sababu ya utume na utumishi ambao Mungu amewaagiza kufanya katikati ya mataifa au miongoni mwa mataifa. So maana uhusiano walionao wa kiutumishi kati yao wao na Mungu, Mungu anacall my son. Maana ni representative, wawakilishi wa Mungu au watendaji wa majukumu ambayo Mungu mwenyewe angeyafanya duniani. Hello? Mwingine ambaye tunaona anaitwa also mwana wa Mungu, tunaona Adam anaitwa mwana wa Mungu. Kwa kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 3. Kitabu cha Luka sura ya 3. Ambapo ukisoma mstari wa 23 anasema hivi, na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akizaliwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Mwana wa Yusufu wa Eli, nisema wa Eli wa Matia, maana yake hapo ni nini? Inabidi isomekaje? Akizaliwa kuwa ni mwana wa Yusufu, ni mwana wa Eli, ni mwana wa Matia, sio? Ni mwana wa Lawi, sio? Hello? Ninataka usomeke kwa maana yake ni namna waandishi kwamba ameacha neno mwana wa Yusufu mwanzoni ili kupunguza msamiati. Lakini kawaida ibidi iandikwe hivi, ni mwana wa Yusufu, akizana kwamba ni mwana wa Yusufu, ni mwana wa Eli, ni mwana wa Matia, ni mwana wa Lawi, ni mwana wa Meka. Na Luka nenda mstari wa 37, ni mwana wa Metusela, wa Enoko, wa Yaledi, wa Maheli, wa Kenani, wa Enoshi, wa Seti, wa Adamu, wa Mungu. Ambapo tafsiri nyingine hapo ambayo naiona kwa wazi kabisa ni kwamba ni kama kusema hivi,
Kwa mfano kusema Wafeti, manake Feti ametokana na Enoshi, Enoshi ametokana na Adam, Adam ametokana na Mungu. Kweli Adam also kuitwa mwana wa Mungu ni kwa sababu ametokana na Mungu. Kwa hivyo kwamba ametokana na Mungu, ni wa kwanza kuumbwa na Mungu. Naam? Wapo mwana na Adamu Vitu vingi tofauti. so Mungu pia alikuwa na maisha ya nani. Pia tuanze kwanza. Ndio kuosha. Kwenye paragraph ambayo tumeisoma anasema wa Adam wa Mungu, simple kwamba Adam ametokana na Mungu. Then wengine ambao wanaitwa wana wa Mungu kwenye maandiko ni Wakristo, right? Wale wote ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Lakini hilo neno mwana wa Mungu linapotumika kwa Yesu linabeba maana tofauti kidogo. Kwa maana tusome kitabu ambacho ni pendo to us. Tusome kitabu cha Yohana. Tusome kitabu cha Yohana. Tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Bwana Mungu mwana. Nimesema Injili ya Yohana 1:18. Mimi kwa Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza Tunakosa hiyo 18. So maana yake anasema kwamba hakuna mtu ambaye ni mwana wa Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu mwana. Unaona neno hapo? Hapo neno mwana maana yake mwana wa Mungu. Kwa kama ningesoma nikosema Mungu ambaye ni mwana wa Mungu. Mungu mwana wa Mungu. Unasema tu? So maana yake neno mwana linapokuwa linatumika kwa Kristo, linatumika likiwa lina identify uungu wake. Ndio maana hapa ameunganisha mtumia neno ni kama vile ningetaka nisome kikawaida ningeweka misamiati yote kwa wakati mmoja. Mungu mwana wa Mungu. Au together. Kwa maana yake kwa Kristo neno mwana wa Mungu linapotumika linatumika ku speak about his deity. Wakati likitumika kwa wengine ambao tumewataja maana yake linatumika kuzungumza jukumu la kiutume na utumishi ambao Mungu amewapa. Lakini kwa Kristo ni more than that. Ni true Kristo alikuja kufanya utume maalum. Ni true Bwana Yesu alikuja kufanya utumishi maalum kwa niaba ya Mungu. Lakini hiyo si tu sababu ambayo anaitwa mwana wa Mungu. Nikola amefanya utume maalum. Nikola amefanya utumishi maalum. Lakini kuitwa mwana wa Mungu mara nyingi inakaza kwa bali ya uungwaji. Bwana asifiwe sana. Mnaanza kusema? Ndio maana unagundua ili kumtofautisha na wengine wengi ambao wanaitwa wana wa Mungu. Soma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Nalipenda sana. Yohana 3:16. Soma. Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Ili kila mtu amwaminie asipotee awe na uzima milele. Ndipo anasema kwamba alimtoa mwanae pekee monogenes. Na usema neno mwana pekee, pale neno pekee neno monogenes, ambao inaeleza kwamba ni
wa aina hii. Okay, neno mono kwa Kiingereza tunasema ni unique. Monogenes, unique one kind, wa namna hii pekee. Kwa maana yake ni kweli kabisa kwamba Kristo ni mwana wa Mungu kama ambavyo sisi sote tunaitwa wana wa Mungu, lakini ikitumika kwa Kristo inatumika kwa neno monogenes. Maana yake katika wote ambao wameitwa wana wa Mungu, huyu ni wa pekee kwa kuwa amebeba asili kamili ya uungu. Kwa maana yake Adamu ameitwa mwana wa Mungu lakini sio Mungu. Israeli ameitwa mwana wa Mungu sio Mungu. Malaika wameitwa wana wa Mungu lakini sio Mungu. Lakini huu ni monogenes, ni wa aina yake tofauti na makundi yote matatu ambayo nimeyataja hapa nyuma. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana asili ile ile ya uungu. Hello? Right, unaelewa? Unaelewa? Elewa sema hilo neno hapo inachanganya. Ni Kiswahili. Uganda changanya. Mbona hii sasa kwa mimi? Lakini na sisi pia tuna asili ya Mungu. Yes. Ila kwa upande wangu mimi sasa naona katika mimi. Kwamba sisi asili ya Mungu tumepata kwa kupewa, si ndio? Isipokuwa Yesu amepewa. Yesu ni apake. Sisi asili ya kiungu ambayo tumeshirikishwa ni kwa sababu ya kazi ya ukombozi ambayo Kristo ameifanya tu washirika, lakini kwa asili tulikuwa nayo imepandikizwa, lakini kwa Kristo haijapandikizwa. Na asili ya kiungu ya uungu ambao Kristo anayo na asili ya kiungu ambao unayo ni vitu vingi tofauti. Mungu alikupa asili yake ili akulete kwake, lakini Kristo hajatoa asili ya Mungu. Amekuwa hivyo tangu milele. Sababu za Filipi nasema kwamba yeye ambaye tangu mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Soma ile Luka, usoma tafsiri inasema alikuwa na asili moja, asili ile ile kwa Mungu alikuwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nataka niulize kidogo. Bali tulipata konyama. Hivi kwa uumbaji Mungu alipokuwa na Mungu. Yesu alikuwepo pale. Yesu alikuwepo. Alikuwepo. Kwani hawakuumbwa wale. Shetani ameumba. Ila Yesu aliumba. Mungu haumba. Mungu yupo. Shetani alikuwa ni sehemu ya malaika. Kabla Mungu hajaumba dunia inaonekana, aliumba dunia isiyoonekana.